إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله به نحيي ولا إله إلا الله به نميت وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أخوانا أحبائي في الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته لقد فاز المتقون وجاء الله أما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee kiongozi wetu wa umma mpendwa wetu mtukufu wetu wa daraja mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Napenda kuchukua fursa hii nikiwa kwanza kabisa kuhusia nafsi yangu na kukuhusieni nanyi ndugu zangu na kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Usia huu zimehusiwa nyumati zilizokuwepo kabla yetu sisi. Walihusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuhimizwa na kusisitizwa juu ya swala zima la kumcha Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Na tumekisha wahusia wale ambao tuliwapa vitabu kabla yenu nyinyi juu ya swala zima la kumcha Allah, nanyi shikamaneni na dumuni na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, unwanu khutubatina al-yawma insha Allah wa bi'idhni min Allah subhanahu wa ta'ala wa tawfiqihi. Unwani ya mazungumzo yetu kwa leo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiki yake, fadlu al-amni wa makanatiha fi al-islam, ubora wa amani na nafasi yake katika Uislamu. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura za mwisho kabisa ambaye ni sura Quraysh, akikumbusha jamii ya Makkah hali waliokuwa wakiishi ukilinganisha na hali iliyokuwepo kwa watu wengine waliokuwa wakiwazunguka wakati ule. Kabila hili la Quraysh likakumbushwa na Allah subhanahu wa ta'ala
kuhusiana na ubora na nafasi ya amani iliyokuwa katika kabila hili na watu jamii ya Makkah. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, liila fi Quraish ila fihim رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. akiwakumbusha Allah subhanahu wa ta'ala kabila hili, akianza kusema liila fi Quraish, kwa mazoea na tamaduni waliokuwa nayo hawa makuraish. ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, kwa mazoea yao ya misafara ya biashara wakati wa kiangazi na wakati wa masika, walikuwa wakifanya biashara kwenda katika miji ya Sham. Tunapozungumzia Sham, ni muunganiko wa nchi nyingi sasa hivi leo: Jordan, Syria, Lebanoni, Palestine, yote hii ilikuwa inahesabika ni Sham. Sasa Makuraish walikuwa wanafanya misafara yao ya kibiashara kwenda katika miji hii, wakienda kwa amani na wakirudi kwa amani. Allah anawakumbusha neema hii, kumbukeni nyinyi neema hii. Kipindi ukiangalia sehemu zingine na miji iliyokuwa ikiwazunguka, kulikuwa kutokea mapigano mbalimbali, wanyonge walikuwa wana haki, wenye nguvu wanawatafuna wanyonge. Sasa Allah anawakumbusha neema hii ya amani ambayo iliyokuwa kwao pale Makkah, kisha kuambia falyabudu rabb hadha albayt, basi ebu wa muabudini nyinyi Makuraishi mola wa nyumba hii al-Kaaba, ambaye amekupeni amani, alladhi at'amahum min ju'i, ambaye amewapa chakula wakiwa na njaa, wa amanahum min khawf. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa chakula. Ukipewa chakula bila amani haisaidii chochote, na ukiwa na amani hauna chakula haisaidii chochote. Kwa yote mawili Allah subhanahu wa ta'ala akawaruzuku kabila hili. Hii yote kuwaonyesha neema mliokuwa nayo nyinyi watu wa Makkah ilikuwa ni neema kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, amani ni tunu. Amani ni kitu ghali sana. Amani ipo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini walinzi wa amani hiyo ni sisi. Walinzi wa tunu hii ni mimi na wewe. Hii neema yapaswa kushikiliwa kwa mikono ya dhahabu. Hii neema haipaswi kuchezewa, ndugu zangu katika imani. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi al-muttafaq ala sihhatihi anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum amina, yeyote ambaye atakayeamka akiwa ni mwenye amani, aminan fi baladihi, mji wake una amani, muafan fi jasadihi, mwili wake una afya, indahu qut yawmihi, ana chakula siku moja tu, fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha, mtu huyu anahesabika kana kwamba amekusanyikiwa na kupewa dunia yote kwa mapana yake. Madha turidu amama Allah subhanahu wa ta'ala? Unataka nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslim? Ewe muislam, ibada ili zifanyike ibada kwa ufanisi kunatakiwa kuwe na amani. Leo katika ibada kubwa ambayo ni nguzo katika nguzo ya Kiislamu ya 5, ibada ya hija, kama hakutokuwa na amani, ibada ile haiwezi kwenda kufanyika. Hii jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha umma huu
fadhila na ubora wa amani katika jamii. Ndugu zangu, mifano tunayo mingi ndani ya nchi yetu hii ambayo inatuonyesha kwamba sisi tuna tunu kubwa sana juu ya swala hili la amani, na wala muislamu asikubali kughururika, asikubali kushawishika, asikubali kufanya lolote lile litakaloweza kupelekea uvunjaji wa amani katika nchi yetu hii. Leo muislamu, muumini wa Kiislamu, asiyokuwa muumini wa Kiislamu, ana uhuru wa kutembea masaa 24 bila kuogopa lolote. Kwa nini? Ni kwa sababu tuna amani, ni kwa sababu Allah ameshikilia amani hii. Leo ikitokea baadhi wakataka kuiondoa amani hii, muislamu usikubali, simama imara kuimarisha misingi ya amani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea katika mji wetu huu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bi dhikril ayatil hakim. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم. الحمد لله لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أخوانا أحبائي في الله، أوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، لقد فاز المتقون. عباد الله، وجب الله، أما بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى. Nachukua fursa hii kukuwaseni mara ya pili na kuiasa nafsi yangu na kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefanikiwa ambao watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, kipindi anapewa amri na Allah subhanahu wa ta'ala atoke Makka aelekee katika mji wa Palestina, Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam aliomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala akisema, rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum wa man kafar. Ewe Allah, ujalie mji huu kuwa ni wa amani, kisha warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum wa man kafar, na warzuku watu wa mji huu matunda mbalimbali, waumini wao na wale ambao hawakuamini. Nabii Allah Ibrahim, ni miaka mingi sana imepita, lakini tunu hii ya amani aliiona na akaona Allah hawezi kuabudiwa katika jamii kama hakuna amani. Leo mna mifano ndugu zangu, tukiangalia nchi mbalimbali za manatikul arabia, nchi mbalimbali za mashariki ya kati, namna amani sivyo kuwepo. Leo kuna nchi ambazo zimetuzunguka, namna ambavyo sisi ndio tumekuwa kimbilio lao la kuwapokea katika amani. Kwa hiyo aya hii inatufunza na kutusisitiza na kuonyesha fadlul amni, ubora wa amani. Amani inatangulia hata riziki. Panapokuwa na amani, riziki itapatikana, lakini panaposekana amani, riziki haipatikani. Na mna mifano mingi katika hilo ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo tuweni makini, tushikeni tunu hii, tuilindeni tunu hii, tuipambanie kwa kila hali na amani,
na kwa namna tutakavyoweza kuhakikisha nchi yetu hii inabaki salama, na Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe katika hilo, kwa sababu amani inatoka kwake, na yeye ndiyo amani, na yeye ndiyo anaweza kuilinda. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر، وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأقم الصلاة. Al-Wahda TV, ufunguo wa moyo wako.